Leo tumeendelea kufanya ziara inayohusu utekelezaji wa sheria na taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe na hasa katika majenzi. Yapo majenzi ambayo vibali vimetolewa vya kujenga ghorofa chache, lakini tumefika site wamejenga ghorofa nyingi zaidi. Yapo maelekezo ambayo ujenzi wake ulielekezwa ku set back kwa mita kadhaa, lakini tumekwenda site ujenzi huo hakuna. Yapo maeneo ambayo ujenzi wake ni kama huu hapa nyuma, ku block road service ambazo sisi tunazitumia kwa ajili ya maendeleo ya kila mmoja. Sheria hizo zimekiukwa. Maelekezo yangu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ghorofa ziko 13, kibali ni cha ghorofa 6. Wataalamu wanapaswa kujiridhisha kuhusu foundation iliyojengwa kama inaweza ku accommodate ghorofa 13 ambazo hazina vibali. Wote mmiliki na mjenzi wote wakamatwa, wawekwe ndani. Tunapaswa tu control, kwa sababu hii ndio keki tulionayo. Huyu mtu ambaye amekuja kuziba road service kama sample tu ya wengine wote, abomoe mara moja leo na sio kwa kuchelewa. Na anatoa agizo tena kwa OCD na kwa mkuu wa wilaya, kwa kuwa yuko hapa, mpaka kufikia saa 12 kama bado patakuwa hapajabomolewa kurudi nyuma, mmiliki na mjenzi wakamatwe wote kwenda lock up, halafu mashtaka yaandaliwe kwa ajili ya kwenda mahakamani kwa kosa la kuziba road service ambazo zinatumika na kila mmoja. Mkurugenzi anakuwa na wajibu wa moja kwa moja wa kusimamia idara mbalimbali katika kutoa vibali hivi. Wapo pia vijana wetu katika idara hizi ambao wanakwenda kinyume kwa umakusudi. TAKUKURU, fuatilieni kwa kina kuhusu ukiukwaji wa taratibu hizi, kama ni intentional au sio intentional, conspiracy au sio conspiracy, na ripoti hiyo tuweze pia kuipata ili tuchukue hatua kali dhidi ya wote ambao wanakiuka sheria na taratibu tulizokubaliana wenyewe kujiwekea. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na mkurugenzi, mwaka 2027 Dar es Salaam tunajiandaa na AFCON. Hatuhitaji uholela wa jambo lolote. Leo hii barabara tunaipanua, barabara hii ya Tule Drive. Barabara hii tunaipanua ili kuruhusu kwa accommodate pia services mbalimbali ambazo zitakuwepo wakati wa AFCON na hata baada ya AFCON. Upande wa mbele hapo kidogo tuna kiwanja cha farasi, lakini hapo barabarani pia tuna beach nzuri sana inaitwa Coco Beach. Mkurugenzi, maelekezo yangu as a regional commissioner, nataka hatua za haraka mno kuhusu uboreshaji wa moja kwa moja wa Coco Beach, kwa sababu patakuwa panaleta wageni au panachukua wageni, na ikiwezekana wote tutoke kwa pamoja tukajifunze kitu ambacho Bravo Coco amefanya, na sisi tunaweza tukaboresha ama kufanya kitu ambacho kinaweza kuwa kina hadhi ya kupokea wageni zaidi. Pamoja na Coco Beach, mkuu wa wilaya na mkurugenzi, nataka pia tuandae tukio, mniandalie tukio lolote lile, twende kwenye beach moja inaitwa Ununio Park. Nafikiri unapafahamu. Nataka tukaangalie ile beach ilivyo nzuri kule pembeni, alafu mniambie beach zile leo ziko sehemu gani tena. Kwa hiyo beach hiyo na beach zingine zote tuzitunze kwa sababu ya hadhi ya eneo lenyewe. Jana tumekuwa na mkutano wa Africa 50. Wageni wake kwa 40% wote ambao walitaka kutoka nje na mahoteli yao walikuja Bravo Coco. Kwa nini walikuja pale? Ni kwa sababu pamewekezwa. Kwa nini tena pasiwe na maeneo mengine? Kwa ukanda wote uwe na heshima. Na hiyo haimaanishi kwamba utamfukuza aliyoko pale, wala hakuna tatizo. Anaweza kuendelea kuwepo, lakini akiwa yuko kwenye eneo nadhifu. Kwa wakuu wa wilaya wote kuendelea kusimamia taratibu na sheria zote, na hasa katika kipindi hiki ambacho tunaendelea katika masuala ya mustakabali mzima wa kujenga miji yetu katika hadhi ambayo imekusudiwa. Mkurugenzi, wale watu wako wote ambao unaona kabisa anakuchelewesha, wamekuwa ni watu wa corruption all the time, waondoe hata kesho kutwa, hata kesho, hata leo. Nipe majina yao, tuwasiliane na katibu mkuu wa TAMISEMI. Wataletwa wengine wenye nguvu, wenye weredi, wenye nidhamu, wenye maono, wenye teknolojia, wenye ubunifu, ili waweze kuendeleza na kukusaidia pale ambapo wewe unaendelea au mkoa wao anaendelea, ili pia muweze kuungana katika kuleta uzuri ama kubeautify zaidi maeneo ambayo tunayo. Mkurugenzi, mnapotoa vibali ulizeni pia eneo hili, mtu akija kujenga ghorofa 10 ana block upepo wote ambao unakwenda huko nyuma. Kwa huko inatakiwa kama iwe ni G+4, ni G+2, ni G, kulingana na sheria. Sheria zipo, zifuatwe zile sheria. Vinginevyo hapo utapata ghorofa 20, alafu kule nyuma utapata ghorofa 3, unakuwa umeharibu kabisa viwanja vyote hivi. Hii iko kwenye beach, iko kwenye bahari kabisa. Upepo wote ukivuma ukipiga kwenye haya magorofa hauwezi kwenda nyuma. Kwa hiyo pitieni tena vibali kwenye njia hizi, na kama mnakumbuka nilisema Tule Drive na ile Silas kipande cha katikati hicho, simamisheni kwanza majenzi ili mjiridhishe, muone
Je, pana kitu gani? Na siwezi kuambia kwa nini nasema hivyo, lakini leo na angalau mmeanza kupata picha kidogo. Mmeambiwa kwamba kuna kitu gani kipo huku, mnapata picha kwamba kuna watu gani maeneo kama haya.